salama. Nzuri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خير ولد عدنان سيدنا وحبيبنا عظيمنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الإنس والجان. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قال سبحانه وتعالى يسمى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. na hakika tulimtuma Nabii Musa kwa aya zetu na ishara zetu. Kuja kwa jamaa tu na kwa mufrad. Angalia katika suratul Baqara, katika sehemu zingine, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'u at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na huko an akhrija qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. Ulama kwa sababu dhulumat visa, an akhrija qaumaka, watoe watu wako min adh-dhulumat kutoka visa. Visa viko katika sampuli nyingi. Kiza cha ukafiri, kiza cha watu kula riba, kiza cha watu kuwana, kiza cha kudhulumiana. Zote hizi ni dhulumat. Yale mambo ya upotoshaji, yale mambo ambayo kwamba yote Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyekataza, yote yanaingia katika dhulumat. Ndio maana kila sehemu ikaja dhulumat kwa jamaa. Alafu huku kwenye nuru ikaja mufrad, yani pweke. Watoa watu wako katika visa hivi ila nuru, kuwapeleka katika nuru. Nuru wa imani ni moja tu. Nuru wa imani ni moja tu. Haki ni moja tu basi. Ima uwe katika haki ya sawa basi, wa ima uko nje. An akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkiruhum bi ayyamillah. Wakumbusha watu wako kuhusiana na masiku ya Mwenyezi Mungu. Masiku ya Mwenyezi Mungu ni yale masiku matakatifu. Masiku ya miezi ya Ramadhani, masiku kama haya miezi mitukufu, kwa sababu ala fikra sasa hivi tupo kwanza katika miezi mitukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anasema: inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hii ni katika miezi mitakatifu: Dhulqa'da, Dhulhijja. Kisha zini utakatifu wa masiku haya ya Dhulhijja kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa nayo. Idhani masiku haya ni katika ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba na masiku kama haya tuweze kunufaika, ni kwanza tusafishe nyoyo zetu. Tuweke nyoyo zetu safi ili kupokea vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: inna lillahi fi ayami dahrihi nafahat. Mwenyezi Mungu katika masiku ya miaka yake kuna nafahat, kuna vitu ambavyo kwamba ana vitu special kama bonus. Ala fata'arradu laha. Jamaa, jitozeni kupokea hizo bonus kwamba zinatoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kujitokeza kupokea bonus za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masiku haya, kwanza ni kuweka moyo wako safi. Ukishaweka moyo wako safi, ndio uanze kufanya ibada zile khairat ili ziweze kukunufaisha. Unajua katika ilmu ya tasawuf, ilmu ya tazkiya, wanatuambia marhala ya kwanza ni at-takhalli thumma at-tahalli.
zao. Wanasema at-takhalli, marhala ya kwanza ukitaka kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni at-takhalli, ujiepushe na yale mambo machafu, utoharishe moyo wako, uondoshe kiburi ndani ya nafsi yako, usiwe na kiburi, usiwe mtu wa kujiona, usiwe mtu wa majivuno, usiwe ni mtu wa kudharau wengine na vitu kama hivyo katika maradhi ya nafsi ambayo kwamba shetani anaweza kukudanganya, kwambia bwana mashallah anafanya ibada kadha nini. Hizo zote ni mambo ambayo kwamba ukiona jilinde kwa Mola subhanahu wa ta'ala mambo haya. Kwa hivyo tutasofo inaita takhalli. Kisha baada ya takhalli kujisafisha, thumma tahalli, kisha ndio ujipambe sasa na ibada. Unajua mara nyingine sisi tunaelezwa kwamba hivi hiki kinafanya mambo hivi, alafu mtu unafanya, alafu unasema mbona mimi nafanya, alafu mimi sinufaiki nazo, wala hizi ni theory tu, inaonyesha nadharia tu, zinaelezwa hazina uhakika. Kumbe shida uko nayo wewe, umekosea. Kwanza inabidi uanze tahalli, safisha moyo wako, thumma tahalli, kisha hizi ndio ujipambe sasa na hizi ibada ili ziweze kunufaisha. Yaani mfano moyo ni mfano wa chombo. Mathalan chombo, kuna bakuli, umeweka mchuzi ndani yake. Ule mchuzi baada ya kumaliza kuutumia ukaja ukaweka maziwa huwezi kusikia tamu yake, kwa sababu itakuwa bado yako na ile shombo ya ule mchuzi ambao kwamba ulikuwa ndani yake. Na bisha kwanza kile chombo maziwa yaweze kuja kuketi na uone ile uhalisia wake. Kwa hivyo na moyo pia inatakikana usafishe moyo wako, kisha ndio baada yake zile nafahati za Allah subhanahu wa ta'ala na hizi khairati, salawatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam, ibadati, ili uweze kupata nini? Ili uweze kupata manufaa yake. Lakini sisi mara nyingine tunasahau nyoyo zetu inakuwa zina mambo mingi sana. Unachuki na wenzako, unawahusudu wenzako, unawafanyia ubaya wenzako. Kwa nini? Haya yote ni vizuizi ambavyo kwamba vinakuzuia wewe kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unajionyesha kwa watu. Al-Imam Ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah ta'ala, mmoja katika ulama wakubwa wa tasawuf, anasema kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahwatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iq al-asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi am kaifa yarju an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Sallu ala al-habib. Anasema al-Imam Ibn Ata'illah Sakandari, kaifa yushriqu qalbun, vipi utakuwa na nuru moyo ambao kwamba suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, sura za viumbe zimejaa katika nafsi yake. Na maanisha nini maneno hayo? Na maanisha wewe kila unafanya ibada kwa ajili ya kujionyesha kwa watu wa kujisifie, lakini wewe unafanya mambo ambayo kwamba unawaudhi wengine, unafanya mambo ambayo kwamba kwa ajili ya kuwaridhisha viumbe, lakini yanamuudhi nani? Yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vyote ni vizuizi. Kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahwati, vipi unataka kusafiri kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa bado matamanio yako yamefanya nini? Yamekutia pingu. Lazima ushinde matamanio ya nini? Ya nafsi yako. Am kaifa yarju an yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati, vipi unaitaka kuingia katika wale watu special wa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hujatoharisha moyo wako kutokamana na janaba za moyo. Unajua ulama wanasema kuna janabatul jism, kuna janaba ya mwili ambayo kwamba inakufanya uruhusiwi kuingia katika nini? Katika msikiti. Lakini kuna janaba ya moyo pia ambayo kwamba inakuzuia wewe kuingia katika watu wale special wa Allah subhanahu wa ta'ala, inakuzuia kuingia katika nini? Katika hadratullah. Haya yote ni mambo yote ambayo kwamba yatakana uyasafishe. Na katika vitu mujarrab vya kusafisha nyoyo ni kumswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kufanya sana istighfar, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kujitahidi sana kufunga katika masiku kama haya. Unajua ukifunga unauzuia ule moyo wako kutokamana na shahawati, yani unapunguza shahawati, unatoa shahawati katika nafsi yako. Yani ile song inakuwa ni kichujio wewe cha kukuchuja ili kukuweka
ukiwa safi. Lakini katika vitu vingine kupendeleana kheri sisi kwa sisi, tuondosheane chuki, tuondeleane mioyo ile ya kuchukiana, ya kutokupendeleana kheri. Anayetoa ni mmoja, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala mwingine akipewa sio kwamba hutopewa, hapana. Vipawa vya Allah subhanahu wa ta'ala, vipawa vyake ni vingi sana, vinaweza kutuenea sote. Lau sote tukaomba tukapewa mfano wa mlima Uhud dhahabu, wote binadamu wote, basi hazitopungua katika khairati za Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Idhan tupatilize masiku haya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kumswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufanya ibada ya som. Alafu kisha kitu kingine, kuna baadhi ya watu wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukifunga napunguza shahawa, moyo wako unakuwa huna shahawati. Mbona mimi nafunga lakini sipati hizo siri? Watu wanafunga lakini baada yake, najua chakula pia, chakula kile kinakufanya wewe moyo wako usiwe na nuru. Kula sana, yani kubugia sana chakula. Mtu anafunga lakini akija iftari jioni anakula, analipiza asubuhi, mchana na jioni. Takao ukifuturu ule kiasi ndio ile sio ifanye nini iweze kupatikana. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kwa na sana. Lakini kabla sijamalizia, kuna mtu mmoja amesema, ndugu yetu mtaka muhimu sana katika masuala ya dawa. Unajua ule uslubu wa mtu tarhib, kuja kuatisha tu watu, kuatisha watu. Mtu anaongea msikitini mawaidha kama watoto wako wanatamani wakimbie. Hii si katika uslubu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uslubu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni at-targhib wa tarhib. Anakuofisha kidogo alafu anakupa matumaini. Unamuofisha mtu kidogo alafu unampa mtu ni matumaini. Baadhi ya ulama na ndio kauli yenye nguvu wanasema kwamba mtu kuleta mawaidha ya tarhibi ya kuatisha watu tu pasi na kuwapa matumaini, hiyo ni haram. Hiyo ni haram katika dawa. Na tatizo kubwa, unajua Sheikh Uthmani, ni kwamba watu wengi hawasomi elimu ya dawa. Yaani watu wanakurupuka tu, wanaongea alafu kisha baada hapo hafuatilii maalumati kuhusu masuala ya elimu ya dawa. Watu unaenda kuatisha tu watu msikitini, watasema basi tena sisi watu wa motoni tu, acha tuendelee na nini. Mtu akwambia, mtu afaa bwana, mimi subhanallah, mimi nikifanya ibada mara na muasi Mola mara hivyo, unamchezea shere Mwenyezi Mungu, unatubia kisha unarudi kwenye maasi. Mungu hakutaki unamfanyia shere Mwenyezi Mungu, fadhali uendelee tu na maasi yako. Bila kuna watu wanaambia hivyo, watu wanafukuza. Wewe nani hata wafukuze watu katika rehema za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye waja wake ashasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema kuambia waja wangu ambao kwamba wamefanya israfu katika nafsi zao, yani wamemwasi Mwenyezi Mungu hata imekuwa ni nini? Ni israfu. La taqnatu min rahmatillah, msikati tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, hakika Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Niliona bwana mmoja katika watu katika kipindi cha nyuma alisema kwamba asema yeye kwamba yoswali nini swala tano. Baada ya yule bwana kusema kwamba yoswali swala tano, nikaona mawaidha yaliyoitwa mawaidha kadha, wewe unaswali nini? Hakuna anayepokea swala zako. Wewe ndio unapokea swala za watu, unaregister swala za watu wewe. Hakuna mtu mwenye register ya swala za watu jamaa, wala hakuna mtu mwenye register ya kukubali na kufanya kukataa. Kwa mimi nimepewa register na swali na kukubali, hakuna. Sote tutarajia rehema za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Umeona mtu amesema hivyo, basi ni matumaini, tumuombe Mwenyezi Mungu, aseme ya Rabbi, tumuombe Mwenyezi Mungu afanye nini? Aendelee kumuongoza. Unamwambia hakuna anayekubali swala zako. Swala zitakubaliwa za kwako? Sababu sana. Kwa hivyo tusiwakatishe watu na nini? Na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ikiwa hata kama yofanya maasi, ikiwa ameanza kufanya ibada, tumshajiishe, tumpe morali, tumpe motisha. Lakini sisi tunamfukuza. Yule bwana mmoja alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, mimi naomba sadaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa. Alipompa akamwambia, yule unipa Allah hujafanya chochote. Kwa chochote ulichofanya mbele ya masahaba wakainuka. Vipi wewe Rasulullah anakupa alafu anaambia hujafanya chochote? Mtume sallallahu akamwambia mwacheni.
Baada ya swala akaswali, baada hapo akamchukua ndani akampa vingi sana, akamongeza dhahabu zingine. Kaambia vipi, umeridhika? Kaambia mashaallah, Mungu akubariki, umenipa vingi sana, hii nimeridhika, Mungu akubariki. Akamwambia maswahaba zangu niliposema ile maneno walikasirika. Vipi, unaweza kusema na hao unaambia shukrani mbele yao? Akasema ndio. Akatoka akaenda akasema. Aliposema maswahaba wakafurahi. Baada hapo akamwambia maswahaba, ndipo mahali shahidi hapa. Akamwambia mfano wangu mimi na huyu bwana na nyinyi ni mfano wa mtu mwenye ngamia. Yule ngamia amekimbia, watu wakawa wanamfukuza huku nyuma kwa nguvu ili wamkamate. Yule mwenye ngamia akamwambia, mwacheni ngamia yangu, msimfukuze. Akachukua majani akayaweka hivi, akawa anamuita na danganya hivi, ile ngamia akaanza kufanya kurudi. Asema atarudi atamshika, lakini lao angeendelea kumkimbiza angefanya nini? Angeendelea kuwa mbali. Kwa hivyo huu ndio mfano wa muamala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukosefu. Mtu anakosea alafu anafanya nini? Anampa matumaini. Mwenyezi Mungu atujalie na alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa afwa minkum wa rahmatullahi. Hatari kweli. Mimi sisemi kitu hapo, mashaallah. Kumbe watu wa da'wa itakiwa tuwe wapole. Mashaallah, mashaallah. Hata maradi yako kwa siku moja Sheikh Shafii nilikuwa Singida kwa mdagoshi mmoja, lakini akili zake si mzuri. Alitoa mawaidha makali. Wallahi mtaenda motoni, mnaona mchezo mtachoma. Kakolea mwisho, nyema Firauni nye watu. Mshushe. Hata mgonjwa akiumwa itakiwa ukamfariji. Sio ukifika pale umekonda ndio tunasafisha tena. Kuna mtu aliumwa maradhi kama haya alikuwa hakuchukua. Tu aliumwa kama wewe, yani aje baki. Na watu maneno mazuri bwana wamekosa kidogo. Nakumbuka mtu mmoja lakini nishamsamehe, alikuja nyumbani kwangu kanitembelea, pia usifanye hivyo. Basi nilipokuja pale nikaita watoto wangu, njoni msalimie shekhe. Vyote vyako na hichi kidogo chako na haka pia kako. Shevi nakufaga hivi, yani nishazika hivi. Wallahi sikifika umri kama huu, yani vinakufaga kweli shehe wangu. Nishazika hivi. Kamtazama. Nikasema siku nyingine uji wewe. Penyapa huu kuna wageni wetu tulienda kwenye hafla usiku ya Sharif. Awali tukirimu walipotupokea, na hawa ni maustadhi ambao wana ngazi tofauti. Yala lasafu, tunasikitika leo kile kitu chenye tanwini mbili leo hakipo kwa sababu ya saum. Utaingia kwenye makosa ukiita tu chakula, utakiwa useme chakula, uweke tanwini. Kule kwetu Tanga tulikuwa tukienda kwenye khitma, tukiona kinaeleweka tunaulizana wana al-mustadhi na Raufu, hichi kinaitwa nini? Ambia hii nuni. Hii inaitwa nuni hii. Leo tumesimama zoezi hilo kwa sababu tulikuwa na wasiwasi, watu tayari washavamia mwezi wao na siku yao matukufu haya, lakini hakuna neno inshallah. Lakini tunao hapa, angalau tupate salamu yao, tuwaarifishe, lakini isiishie leo. Busatu letu tamu kweli. Inshallah Sheikh Jafari waarifishe, alafu tuoneshe mashaka wetu. Barakallahu fiki.